ahadi yetu kwako. Tutahakikisha tunakuwa na utii kwako usiogawanyika katika kutekeleza majukumu yote ambayo umetupatia kusimama kwa niaba yako kwenye wizara hii kutekeleza majukumu haya. Vyombo vya ulinzi na usalama pia vitaendelea kufanya kazi zake kwa nidhamu na kuhakikisha wale ambao wanaenda kinyume na nidhamu tunachukua hatua. Tutahakikisha Mheshimiwa Rais, wakati wote tunatenda kwa haki bila upendeleo wala kumwonea mtu. Tutafanya kwa mujibu wa sheria na haki na utaratibu ambavyo unatakiwa, jinsi ambavyo wakati wote Mheshimiwa Rais umekuwa utupa maelekezo na miongozo juu ya namna ya kutenda, ili mwisho wa siku Watanzania waweze kupata haki na wafurahie kuwa katika taifa lao na usalama. Lakini vile vile weledi ambao ndio huu Mheshimiwa Rais umeendelea kuufadhili. Umefadhili weledi ambao unasema kwenye kauli mbiu yetu, umeendelea kufadhili na kutoa fedha. Wapo wanaojifunza ndani ya nchi na nje ya nchi, lakini inaenda sambamba na upandishwaji vyeo. Mheshimiwa Rais, tunakushukuru sana kwa maboresho pia ya maslahi ya askari wetu, tunakushukuru sana. Mheshimiwa Rais, eneo jingine pia ambalo umeendelea kufanya vizuri ni masuala ya uadilifu katika utendaji kazi. Natambua zipo hatua mbalimbali ambazo zimechukuliwa dhidi ya askari ambao walienda kinyume na utaratibu, lakini tushukuru kwamba wengi wanapata misingi na viapo vyao katika utendaji wa kazi. Mheshimiwa Rais, hili tukuahidi tutaendelea kulisimamia, lakini pia iwe ahadi yako, iwe ahadi ya askari wetu kwako ya utii, kwamba tutakapoenda kufanya kazi hizi kwa mujibu wa sheria tukaendelee kuishi katika viapo vyetu. Tumeapa kwa Mwenyezi Mungu, tumeapa kwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwenye katiba, na tumeapa kwenye mamlaka ambaye ni Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Rais, kiapo cha askari hakina ukomo. Hata pale tutakapostaafu au tutakapotoka nje ya majukumu, viapo vyetu bado vinaendelea kuwa hai. Tunastaafu majukumu lakini hatustaafu viapo. Hivyo ni vizuri tuendelee kukumbushana. Wajibu huo ni wa msingi na wa muhimu, lakini pia nikumbushe wajibu wa familia. Wahalifu wanatoka kwenye familia zetu na watu wema wanatoka kwenye familia zetu, kwenye jamii zetu, lakini pia kwenye taasisi zote zilizopo za dini. Tuendelee kumsaidia Mheshimiwa Rais kulinda maadili ya taifa. Mmomonyoko wa maadili ndio unaopelekea Mheshimiwa Rais tuanze kuomba pesa za kujenga magereza. Mmomonyoko wa maadili ndio unaopelekea wakati mwingine kuonekana kama vile kuna chuki au changamoto nyingine, lakini ni kwa sababu ya watu kutokutii sheria, kutokutii utaratibu, hata maandiko. Mheshimiwa Rais, nikiwa namalizia nikukumbushie pia kwenye maeneo machache ambayo nitatoa rai yangu kwa Watanzania wenzangu. Tuendelee kulipenda taifa letu, tuendelee kuishi kwa uzalendo, tuendelee kuishi kwa miiko ambayo ipo katika vitabu vyetu vya dini, lakini pia tuendelee kujua kwamba hata tukiishi vema vipi, wahalifu huwa hawakosekani, watu wa kusaliti huwa hawapo. Mheshimiwa Rais, zipo hadithi nyingi, hadithi ya Mtume, lakini pia hadithi ya Isa bin Maryam. Yesu pamoja na mazuri mengi aliyofanya, hamna waliyeamini kwamba alitumwa na Mungu. Lakini pia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wapo hata kaka yake hakuamini kama yeye ndiyo alikuwa mtume kweli. Na Mheshimiwa Rais, hata kwenye tawala za dunia haya mambo yapo. Kuna nchi moja ilikuwa na kiongozi ambaye alitoa karibia kila kitu na kilielezwa na kilionyeshwa, lakini wakati huo Mheshimiwa Rais, hata pale walivyoonyeshwa wapo watu ambao hawakuamini. Kwa kama kipindi cha Isa bin Maryam, Mheshimiwa Rais, chapa kazi, songa mbele, Mungu yuko na wewe, na mvua iliyotaka kunyesha ni kielelezo cha mfalme anayekubarika. Usukumani tunaamini hivyo, mimi sijui Zanzibar ikoje Mheshimiwa Rais. Lakini pia Usukumani ipo kitu tunaita sisi nduru, zinaitwa choroko hizi Mheshimiwa Rais. Hata upike kwa moto wa gesi ya blue, moto ule blue flame, ipo choroko moja haitaiva Mheshimiwa Rais, ipo na watu wapo hivyo hivyo. Kwa hiyo usiumie Mheshimiwa Rais inapotokea kuna mtu anafanana na choroko. Usiumie Mheshimiwa Rais kama wakati wa Yesu mwana wa Mungu aliteua 12 lakini wakatokea wasaliti wawili. Mmoja akamkana, aliitwa Petro, na mwingine Yuda Iskariote alimsaliti. Kwa hiyo hata wapo pia ambao tunaweza tukawa wasaliti kwako na wapo wa kukukana. Usiwe na wasiwasi kwa sababu mpango wako mpewa hapokonyeki Mheshimiwa Rais. Songa mbele,
vyombo vya ulinzi na usalama, tuko pamoja na wewe kwa sababu tunataka maslahi ya wananchi yasimamiwe, haki, ulinzi na usalama uwepo, amani na utulivu kwa taifa letu uendelee kuwepo. Sheria tunazijua na taratibu tunazijua. Wanaopindisha tutakutana nao kwenye nyanja mbalimbali. Asante Mheshimiwa Rais.